Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Kisima cha Uzima Online TV. Msomaji wako ni Naomi Fumbuka na kwanza ni muhtasari wake. RC Makame alaani mauaji ya Mwalimu Dimoso. Sherehe ya kuzaliwa yakatisha uhai. Habari kamili. Songwe. Mkuu wa mkoa wa Songwe Jabiri Makame amelaani vikali tukio la kushambuliwa na kuuawa kwa mwalimu wa shule ya sekondari Galula Nisetasi Dimoso aliyedaiwa kuvamiwa na watu waliofika shuleni kwa lengo la kuchukua mifugo yao kwa nguvu. Akizungumza wakati wa ibada ya kuaga marehemu kabla ya mwili wake kusafirishwa kuelekea Morogoro, RC Makame ameiagiza jeshi la polisi mkoa wa Songwe kuwasaka na kuwakamata watuhumiwa wote ili wafikishwe katika vyombo vya sheria. Aidha, mkuu huyo wa mkoa amezitaka halmashauri zote za mkoa wa Songwe kuharakisha urasimishaji wa ardhi na kuandaa mpango bora wa matumizi ya ardhi utakaowawezesha wafugaji na wakulima kumiliki maeneo yao kwa lengo la kupunguza migogoro inayochangiwa na ufugaji holela. Tumesikitishwa sana, lakini tunalaani vikali vitendo hivi ambavyo vimefanyika vilivyopelekea kupoteza maisha kwa Mwalimu Dimoso. Tumepoteza mtumishi mahiri aliyetimiza wajibu wake. Vyombo vya ulinzi na usalama, jeshi la polisi walianza kuchukua hatua mara moja za kuwatafuta, na ninawahakikishia kwamba popote pale walipo tutawakamata na haki. Jeshi la polisi mkoa wa Pwani limemshikilia msichana mwenye umri wa miaka 16, Rahima Musa Tito, kwa tuhuma za kumuua mama yake mzazi Hadija Hemedi Shaha mwenye umri wa miaka 51 katika kijiji cha Msonga, wilaya ya Chalinze. Tukio hilo limedaiwa kutokea Julai 7 na kugundulika Julai 29 baada ya fundi ujenzi alifika nyumbani hapo kufuata mfuko wake wa saruji na malipo yake, ndipo alipobaini mwili kuwa umelala sakafuni ukiwa na majeraha kichwani. Aidha, jeshi la polisi mkoani humo limesema mtuhumiwa atafikishwa mahakamani mara baada ya upelelezi kukamilika, huku wakitoa wito kwa wazazi, walezi, viongozi wa dini na jamii kushirikiana katika malezi ya watoto ili kubaini changamoto zao mapema na kuzuia matukio kama hayo. Dodoma. Zaidi ya mataifa 14 yanatarajiwa kushiriki maonesho ya kitaifa na kimataifa ya wakulima na ni nane mnamo Agosti 1 katika viwanja vya Dr. John Samuel Malesela Nzuguli jijini Dodoma baada ya serikali kukamilisha maandalizi ya maonesho hayo. Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Kilimo, Mhandisi Athmani Malundumia, amesema maonyesho hayo yatawaleta pamoja wadau wa kilimo, mifugo, uvuvi na washiriki kutoka mataifa mbalimbali kwa lengo la kuonesha teknolojia na mbinu za kisasa za kuongeza tija katika uzalishaji. Aidha, wananchi hususan wakulima na wafugaji wamehimizwa kutembelea maonyesho hayo ili kujifunza teknolojia mpya, kubadilisha uzoefu na kuachana na kilimo cha mazoea, hatua itakayotarajia kuongeza uzalishaji na kuchochea maendeleo ya sekta ya kilimo pamoja na uchumi wa taifa. Nitoe wito kwa Watanzania wote na hususan wakulima kwenye maeneo yote tofauti, maeneo 8 kwenye nchi hii. Kwa maana ya kanda ya kati tuko hapa viwanja vya John Samuel Malechela. Kule Mbeya tuko kwenye viwanja vya John Makanga. Na hatimaye kimataifa, Nairobi. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma nchini Kenya, Lenson Ingonga, amewaonya watu wote wanaopanga kufadhili au kushiriki katika vurugu za kisiasa na kusema kuwa hatua kali zitachukuliwa bila kujali nyadhifa zao wala maslahi yao ya kisiasa. Onyo hilo limekuja wakati wa visa vya makundi vya wahuni kuvamia na kuvuruga mikutano ya kisiasa vikiongezeka nchini humo, hali inayozua hofu kuhusu usalama wa shughuli za kisiasa. Mamlaka nchini Kenya imesema hatua hizo zinalenga kulinda amani, utulivu, utawala wa sheria, huku nchi hiyo ikijiandaa kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2027. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma nchini Kenya, Lenson Ingonga, anasema vitendo vya wahuni vinavyoshuhudiwa katika mikutano ya kisiasa nchini Kenya vinatishia amani, usalama na utulivu wa taifa. Amesisitiza kwamba vyombo vya usalama vinaendelea na operesheni za kuwabaini, kuwakamata na kuwafikisha mahakamani wote wanaohusika na matukio hayo. We don't have categories whether it's government, opposition. Kampala.
Mwanasiasa mkongwe wa upinzani nchini Uganda, Kizza Besigye, amezimia akiwa mahakamani wakati ya kesi yake ya uhaini ikiendelea, tukio lililozua wasiwasi kuhusu hali yake ya kiafya. Tukio hilo limeibua mjadala mpya kuhusu mazingira ya kuzuiwa kwa Besigye, huku kesi yake ikiendelea kusikilizwa mahakamani na wadau mbalimbali wakifuatia kwa karibu maendeleo ya afya yake na mwenendo wa shauri hilo. But this nonsense we have to stop. You must close my mouth if you want. I will not keep quiet. I will not keep quiet. I will not allow this nonsense to continue. You are abusing the law. You are abusing this court. Ndovu 15 wamefariki karibu na hifadhi ya taifa ya Amboseli nchini Kenya, huku uchunguzi wa awali ukibaini uwepo wa kemikali hatari ya siniandi katika sampuli zilizochukuliwa kutoka kwa wanyama hao. Mamlaka nchini Kenya imesema zinaendelea kuchunguza chanzo cha sumu hiyo, huku ikihofia kuwa kemikali hiyo huenda iliweka kwenye mazao kwa lengo la kuzuia ndovu kuingia kuharibu mashamba ya wananchi. Tukio hilo limeibua mjadala kuhusu namna bora ya kupunguza migogoro kati ya binadamu na wanyamapori, huku wadau wakitaka kupatikana kwa suluhisho linalolinda mazao ya wakulima na wakati huo likiwalinda wanyamapori. Watu 8 wakiwemo watoto 2 wamefariki dunia baada ya Urusi kufanya mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani katika baadhi ya maeneo nchini Ukraine. Jeshi la nchi hiyo limesema mashambulizi hayo yalifanyika mapema leo, huku likitaja miongoni mwa waliofariki ni wasichana 2 wenye umri wa miaka 5 na 12 baada ya kombora la balistiki kulenga nyumba katika kijiji karibu na mji wa Kelvin. Mashambulizi hayo yamekuja siku chache baada ya rais wa nchi hiyo Zelensky kukutana na rais wa Marekani Donald Trump mjini Washington, ambapo aliomba Marekani kuipa Ukraine leseni ya kutengeneza mfumo wa makombora ya kujihami wa Patriot. Aidha, Rais Zelensky amesema wananchi waendelee kufuata tahadhari na kuzingatia ving'ora vya mashambulizi ya anga. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Kisima cha Uzima Online TV. Usiache kufuatilia vipindi vinavyofuata. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Kisima cha Uzima Online TV. Usiache kufuatilia vipindi vinavyofuata.